hakuna kitu bora kama kutunza mazingira. Wanasema tunza mazingira ya kutunze. Hayawezi kukutunza kama wewe huyatunzi. Sasa umezungumzia swala la aliyekuwa akisafirisha cocaine. Bado tunapambana na matumizi ya madawa ya kulevya. Na wote tunakumbuka hata Chidi Benz amejiunga kwenye kampeni ya kupinga madawa ya kulevya kwa sababu na yeye mwenyewe alikuwa ni miongoni mwa waathirika. Kwa hiyo tukizungumza jamani ana madhara, hatumaanishi kwamba ni stories za kufikirika. Sasa nikajaribu kwenda huko niangalie vizuri. Unaambia huko Arusha, mahakama kuu division ya mkoa ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi imemhukumu kifungo cha maisha jela Hemedi Mrisho maarufu kama Horohoro baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya cocaine gramu 326.46. Hukumu hiyo ilitolewa Septemba 23 mwaka 2025 na Jaji Sedekia Kisanya aliyekuwa akisikiliza kesi hiyo ya uhujumu uchumi ya mwaka 2024 na nakala yake kuwekwa kwenye mtandao wa mahakama. Sasa katika kesi hiyo ilielezwa mahakamani hapo kuwa Oktoba 31 mwaka 2023 katika eneo la Boko Magengeni, wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam, Hemedi alikutwa akisafirisha dawa hizo za kulevya kwa kiasi hicho ambacho nimekisema, na kesi hiyo ya uhujumu uchumi namba ambao ni namba 34,390/2024. Upande wa jamhuri ulikuwa na mashahidi 14 na vielelezo 23, huku mshtakiwa huyo akiwa yeye ndio shahidi pekee wa utetezi upande wake. Naona mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo wakati tunapambana jamani, tusivute, tusitumie hizi. Kuna mtu anasafirisha gramu 326. Nyingi sana mjomba. Mimi nafikiri huwezi kujua madhara ya matumizi ya dawa za kulevya kama hujamuona muathirika ama una ndugu yako ambaye alishaathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Na ndio maana kuna watu wakati serikali, wadau mbalimbali wakipiga makelele kwa namna gani tudhibiti matumizi ya madawa ya kulevya, kuna wengine wanaingiza madawa ya kulevya bila kudhani kwamba wanakuja kuathiri nguvu kazi. Yaani unajitazama wewe kwamba utapata faida. Lakini uone ni namna gani itakuwa na madhara kwa watu wangapi. Unakuja kuathiri watu wangapi. Leo tunaona vijana wengi wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Tunaona vijana wengi wanapoteza maisha kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya mbalimbali. Kwa hiyo ni wajibu wetu kila mmoja wetu kwa nafasi yake kukemea na kupinga vikali matumizi ya madawa ya kulevya. Kumbuka, inawezekana wewe ukaona kwako ni biashara yenye faida, lakini usijue madhara yake ni yapi. Inawezekana sikuathiri wewe mwenyewe ambaye umletaji, lakini katika familia yako ikawa mmoja hapo ni muathirika. Yaani kwa hivi mjomba, unajua masuala ya uraibu, piga au garagaza, athari zake zitakukuta hata wewe mtu wa chini. Hata wewe huyo ulioko huko juu kwenye cheni. What if unatoka zako kazini ukutane na kundi la vijana ambao tayari ni waraibu, wavamie gari yako au wakuibie, wakugarimu, kwa sababu shida inapoanzia huyu mraibu anatafuta namna yoyote apate fedha ya kwenda kununua madawa ya kulevya, si ndio? Sasa by enemies, iwe ni kwa kuiba, yeye hata angalia hapo kwa namna yoyote. Ukipata wasaa kutembelea soba, ukipata wasaa kukutana nao waathirika hawa, utajua ni kwa nini tuna kila haja ya kupinga na kuingilia kati front line kabisa kwamba hii kitu haitakiwi kwa jamii yetu. Sasa Mtanzania, wewe msikilizaji ambao unatusikiliza, wewe ambao unatutazama kupitia mitandao yetu ya kijamii, nini maoni yako? Nini kifanyike kama ambavyo hizi juhudi zimekuwa zikiendelea kufanyika lakini bado watu wanaingiza madawa ya kulevya? Nini kifanyike? Na kibaya zaidi mjomba ndaki ni baadhi ya uelewa wa sisi wa Tanzania. Ndio? Ni kwamba tunaamini kwamba jukumu la kupinga matumizi ya dawa za kulevya ila serikali tu na vyombo vya dola. Sijui umeelewa? Sisahau na wewe ni una jukumu. Lakini wewe una jukumu kubwa sana, kwa sababu hawa watu hawashuki kutoka mbinguni. Hawa watu wanaotumia tunaishi nao mitaani, hawa wanaoingiza tunaishi nao mitaani, hawa wanaouza tunaishi nao mitaani. Wewe umechukua hatua gani?
unasaidia unasaidia kama uwezi, basi isaidia hiyo serikali. Unaisaidia vipi? Kwa hiyo ifikie wakati kwamba tujue na sisi wa Tanzania ni jukumu letu pia kupinga matumizi ya madawa ya kulevya, kwa sababu tunakwenda kuathiri vijana wetu, tunakwenda kuathiri wazee wetu, tunakwenda kuathiri kizazi chetu ambao ni nguvu kazi ya taifa. Alafu tutakuja kulalamika kwamba taifa halina vijana wenye nguvu, halina vijana wawajibikaji, halina vijana wanaojituma. Wanajitumaje wakati tayari wameshaathirika na madawa ya kulevya? Na wewe ni mmoja wapo ambao umechangia hii nguvu kazi ya taifa kwenda kuathirika, kwa sababu ndio dealer mkubwa, ndio muuzaji wa madawa ya kulevya, ndio muingizaji wa madawa ya kulevya, lakini hakuna hatua yote ambayo unachukua kuona kama hii ni athari kwa ndugu zetu. Weka ujumbe wako kupitia 0779729593. Tuambie wewe unashiriki vipi kuhakikisha Tanzania inakuwa salama dhidi ya madawa ya kulevya. Unajua sio lazima uende na wewe uchukue bunduki, uchukue panga, uende ukapambane nao hawa wauzaji. Tuambie bwana, naona nyumba fulani sielewi. Unaingia toka nyingi, alafu wale watu siwaelewi. Saidia basi hata serikali yenyewe. Si mamlaka zipo. Sasa mtu unakuta anatulia kweli kabisa, alafu wewe mwenyewe mtoto wako ndo anakuja kuathirika na madawa ya kulevya, unaanza kulalamika tena. Yani wanasema unachokifanya kiende mbele kitakurudia nyuma. Msikilizaji, weka ujumbe wako hapo, tukirejea tutausoma. Tayari ni saa 1:46. Tukirejea tuendelea kuchana kurasa za magazeti. Naitwa Ndaki William, nipo na Uncle BK. Hii ni Amka Tofauti ya AFM Radio 92.9. Amka Tofauti.